na leo Lenzi inakwenda kumulika pombe za kupima, ambapo pombe hizi za kupima ni aina ya vinywaji ambavyo vinalevya, vinauzwa kwa kupimwa kidogo kidogo. Aina hizi za pombe zinapatikana kwa urahisi sana katika mitaa mbalimbali maarufu kipimo. Hii kinaanzia shilingi 1000, wenyewe wakiita chabuku. Leo Lenzi inaangazia matumizi ya pombe hizi miongoni mwa vijana. Lakini je, pombe hizi ni salama kwa vijana wa taifa hili? Karibu tuzoom na Lenzi. Pombe za kupima ni aina ya vinywaji vya kulevya vinavyouzwa kwa kipimo kidogo kidogo. Aina hizi za pombe zinapatikana kwa urahisi katika mitaa yetu maarufu kwa kipimo cha kuanzia 1000, yani chabuku. Chabuku nipimie nikilewa na una light. Leo Lenzi inaangazia matumizi ya pombe hizi miongoni mwa vijana. Lakini je, pombe hizi zina usalama kwa vijana wa taifa hili? Bado ni changamoto katika mitaa mingi. Tunaona vinazidi kuanzishwa vioski vya pombe za kupima. Mwingine hata alikuwa anauza kwamba anauza kichupa kizima, lakini baada ya kuona kwamba vijana wengine hali ni ngumu ya kiuchumi, kwa mtu anaona kununua kichupa kazima anaona ni kama changamoto. Kwa hiyo inabidi atafute hata utaratibu wa kupata tanusu. Tuachane na zile biashara. Sawa, kama umepiga mzigo wako, umepata kiela chako kidogo, jitahidi kuula kwanza. Hata kama unakunywa lakini ule kwanza. Lakini cha msingi kama vipi vile vidude vile. Matumizi ya pombe za kupima yanaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama vile ini, figo na matatizo ya afya ya akili. Na kifo pia kinaweza kutokea. Ndio bora tu hivyo asitofanya haja sana, maana kama kila mtu upate kile kipato au vipi kuhusu afu unalewa hivyo. Hadi dakika moja ikamilike inahitaji kuwa na sekunde 60 ndani yake, lakini sekunde hizo huanzia na 0, na huu ni muda. Kijana mwenzangu, hebu tujuze, umeanza lini kutumia pombe hizi za kupima? Toka darasa la 7 90 ilikuwa. Mpaka sasa hivi natoka hivi mpaka dakika hii. Naangalia kijiji tu hichi hapo, msielewi nini vipi. Maisha yenyewe sielewi kwa vipi. Kuja pombe bwana. Pombe mimi nimekunywa muda mrefu sana. Hata mnaona hata maisha yangu yenyewe tetereka, hata pombe nayo imechangia kwa sababu nimekuwa nimeendekeza sana pombe. Kunywa sana mapombe yani bila hata faida yoyote. Kwa hiyo pombe kuniathiri imeniathiri tu kwa ajili ya maisha nini, unajua? Sawa. Kwa nini unatumia pombe hizi? Je, unafikiri unaweza kuacha? Pombe bwana, kila ukiacha bwana sio wanaikaga nini wale jamaa, yani unashangaa yani ukai sawa kabisa. Yani kila ukisema yani sometimes unaweza ukajikuta una dozi, umekunywa dozi afu unajisahau, unaenda unachukua tungi hivi unakumbuka kumbe nina dozi. Inakuwa ile ndo unajua yani ile kiwi yani. Wengi inasemekana wanakunywa pombe hizi bila ya kula kabisa chakula ili kusave pesa ya kunywa na kupunguza uwezo wa mwili kuhimili kilevi. Mimi sometimes naweza nikaamka tu afu nina kiu ya pombe, afu nina buku mbili, wanakuja ngacho kwanza cha kupima kwanza nini, afu ndo msosi baadaye. Unajua kwa sababu sasa na kiu afu na kiela hicho, kwa hiyo wanangoja kwanza nini pombe, msosi baadaye. Hii imenikumbusha kisa kimoja kilitokea hapo Geneva ya Afrika, Arusha, katika kijiji cha El Colorete. Kijana mmoja anaenda kwa jina la Alex. Inasemekana uhai wake ulitoka baada ya watoto wa mjini wenyewe wanasema alipiga vyombo bila ya kula. Kijana alipewa pombe na tamaliza muda sio muda akakata roho na amekunywa pombe bila kula. Haya mambo ni ya kitaalamu zaidi. Hadi uhai wa mtu utoke, lazima jambo lilo limetokea kabla, kwa maana ya kila kinachotokea kina chanzo chake. Daktari, nini kinaweza kusababisha kifo kwa mnywaji wa pombe hizi? Ukinywa pombe nyingi sana ndani ya muda mfupi, kuna kitu tunaita alcohol intoxication. Alcohol intoxication maana yake umekunywa pombe nyingi mpaka ini limeshindwa kuondoa kiasi cha pombe. Pombe nyingine imeingia kwenye damu na imezidi sana kwenye mfumo wako wa damu. Kama isipotibiwa haraka sana hospitalini, inaweza kusababisha kifo cha hapo hapo. Shirika la Afya Duniani linasema kwamba Tanzania, watu kuanzia umri wa miaka 15 na kuendelea kwa mwaka, sisi wa Tanzania tunakunywa lita 10.4 za pombe. Na hii imetuweka ndani ya top 3 kwa Afrika nzima, wakati kinara alikuwa jirani yetu Uganda, anafuata Shelisheli, alafu sisi ndio tunamalizia. Si haba.
na katika hizo lita 10.4 cha buku nacho kimo. Usikione kidogo. Ya kijana inaweza kuwa sababu ya kijana huyo kujitumbukiza katika janga hili linalomaliza vijana wengi. Kama tunavyojua, vijana wanakumbwa na changamoto nyingi kama ukosefu wa ajira, msongo wa mawazo na hali ngumu ya maisha. Mtaalamu wa saikolojia yeye anayo ya kwake katika hili. Wale ambao wanakunywa kila siku, manake hawawezi wakaishi pasipo kutumia vinywaji vikali, basi hao ndio tunaweza tukasema ni waraibu. Lakini tunapokuja sababu ambazo zinaweza zikawapelekea ni kama nilivyosema makundi, lakini pia kuna sababu za kihisia, yani wanatamani kujiburudisha, sababu kuna wengine wanakunywa kama furaha. Hizo pia ni sababu, lakini pia kuna sababu ambazo ni za kisaikolojia, yani unaweza ukasema ni msongo wa mawazo labda, au matukio mbalimbali ambayo yameweza kumkuta akashindwa kuyahimili. Pombe huwa inaleta mabadiliko. Mtu akiitumia pombe kama pombe, wakati mwingine huwa inamletea mabadiliko. Kuna mwingine anakuambia nikiwa nimelewa na kuwa hai, anakuwa naongea sana. Mwingine anaweza akawa na hali ya kushindwa kuhimili hisia zake, akawa na ukali uliopitiliza, kwa sababu tunaona vitendo vya wanaita nini, unyanyasaji ule wa mtu anapigwa. Kwa hiyo unajikuta anapigwa wakati mtu akiwa tayari kwenye hasira, lakini pia kulikuwa na pombe ndani yake. Huyu hapa ni Jomo Kenyatta ambaye ameanza kunywa pombe hizi takriban miaka 24 na anakunywa baada ya mke wake kufariki. Je, yupo tayari kuacha kunywa pombe? Siachi mpaka niamue mwenyewe kuacha. Utaniambiaje niache wakati natumia pombe? Sawa. Wewe leta pombe inayoitwa pombe yote. Ndio ndege, dadi. Unaona serikali isimame vizuri kwenye hili swala la mapombe ya bei rahisi, waangalie kama hayajakaa sawa kwa sababu yanaleta maafekti, wayapige chini. Ni muhimu kwa kila mmoja wetu kuchukua hatua za kuelimisha na kusababisha vijana kuacha matumizi ya pombe.